Nianze kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo Tanzania TCCIA kwa kutambua nafasi kubwa ya kiteknolojia katika kukuza biashara na kilimo nchini. Kwa kuunganisha ubunifu wa kidijitali, huduma za mawasiliano ya kisasa na nguvu ya wafanyabiashara wa Tanzania, tunaunda mazingira jumuishi na endelevu yanayowawezesha wakulima, wanawake, vijana na wajasiriamali wadogo kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa letu. Ushirikiano huu ni muhimu katika kuunga mkono ajenda ya taifa ya kujenga uchumi wa viwanda na kutimiza dira ya maendeleo ya 2050 inayolenga kuijenga Tanzania kuwa taifa lenye uchumi wa kipato cha juu, jumuishi, endelevu na shindani barani Afrika, huku pia tukichangia katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs. Kupitia huduma za kidijitali na mawasiliano, tunajivunia kuimarisha uchumi wa kidijitali, kupanua ujumuishi wa kifedha na kuwawezesha wakulima, wajasiriamali wadogo, wanawake na vijana. Hii ni dhamira yetu na tunaichukulia very serious na ni kati ya malengo yetu ya kampuni ya Yas na Mix, kuhakikisha tunawafikia wale watu ambao walikuwa financially excluded. Tunatekeleza framework ya National Financial Inclusion ambayo inasimamiwa na Central Bank au Benki Kuu, kuhakikisha tunaweza kuwafikia watu ambao hawajajumuishwa, sana sana wanawake, vijana na wajasiriamali wadogo. Kupitia makubaliano haya tunakusudia mambo kadhaa. Ya kwanza, kuwawezesha wafanyabiashara na wakulima wanaowakilishwa na TCCIA kupata suluhu za malipo kidijitali kupitia huduma zetu za Mix. Hii itaimarisha miamala, kuongeza uwazi na kupanua upatikanaji wa huduma za kifedha hata kwa walioko maeneo ya vijijini, hatua inayoendana na National Financial Inclusion Framework. Pili, kupitia Yas Business tunawaletea wanachama wa TCCIA huduma za kisasa za kidijitali, ikiwemo internet ya kasi, mawasiliano bora ya simu na suluhu mahususi ambayo ni special kwa wafanyabiashara wadogo na wakati, yani SMEs. Hii inawawezesha wajasiriamali wetu kushindana ndani ya Tanzania, kikanda na hata kimataifa, sambamba na jitihada za nchi kuimarisha uchumi wa viwanda na biashara ya kimataifa. Ni dhamira yetu kuwekeza katika elimu ya kifedha na kidijitali, hususan kwa vijana na wanawake ambao ni engine ya ukuaji wa uchumi, lakini mara nyingi hukosa fursa za moja kwa moja. Kupitia mafunzo, warsha na ushiriki katika maonesho na matukio ya kibiashara, tutahakikisha kila kundi linanufaika na uchumi wa kidijitali. Hatua hii inaimarisha ajenda ya taifa ya kuzalisha ajira, kujenga uchumi shindani na kuendeleza usawa wa kijinsia. Waheshimiwa wageni, tunapotia saini makubaliano haya leo, tunatambua changamoto nyingi zinazowakabili wafanyabiashara wadogo na wakulima, ikiwemo ukosefu wa mitaji na ukosefu wa taarifa za masoko. Lakini pia tunaona fursa kubwa mbele yetu ya kuendelea kuwasapoti kupitia huduma zetu mbalimbali kama vile Nivushe Plus ambayo ni huduma yetu ya mikopo, inasaidia wajasiriamali kuweza kupata mikopo kuendeleza biashara yao, lakini pia na huduma ya Kilimo Pesa ambayo ni huduma mahususi kwa kuwapatia mikopo wakulima, na huduma zetu nyingi zinazowafaa wakulima pia wafanyabiashara wadogo. Niwahakikishie kuwa ushirikiano huu hautabaki kwenye makaratasi tu, bali utatafsirika katika miradi ya vitendo, matokeo halisi na hadithi za mafanikio tutakazogusa kila mwananchi wa TCCIA. Na kwa upana wananchi wote wa Tanzania. Kwa heshima kubwa, nipende kumaliza kwa kusema huu si mwanzo tu wa safari ya ushirikiano, bali ni uthibitisho kwamba tukishirikiana kwa dhati, sekta binafsi, wabunifu wa teknolojia na taasisi za biashara, tunaweza kujenga Tanzania yenye uchumi jumuishi, imara na endelevu, unaoendana na dira ya maendeleo ya taifa letu. Mix
ni zaidi ya pesa. Na tukisema mix ni zaidi ya pesa tunamaanisha kwa sababu huduma tunazotoa ni zaidi ya pesa. Asanteni kwa kunisikiliza. Tengenezwa kwenye laser ya Ethiopia. Kwa sisi kazi yetu ni kucapacitate, kuadvocate, lakini pia kuhakikisha tunazalisha product ambazo zitakweza kukizi kwenye hilo soko. Mixx by Yas anaingiaje? Kutakuwa kuna transactions za kibiashara, kutakuwa kuna mauzo mbalimbali, kutakuwa kuna trade missions, kutakuwa na mambo mengi ya kidijitali. Kwa internet, SMS haitaepukika. Kwa sababu nyinyi mtakuwa ndani ya TCI naye mahusiano, tutaendelea kulicapacitate hilo soko kwa pamoja. Lina ukubwa wa takriban watu bilioni 1 na milioni 400. Sasa mtu akituma message ya bilioni 1 na 400, Ali Maswanya atajua kabisa ni shilingi ngapi tunapata. Sawa. Chamber of Commerce sasa hivi tuna digitalize mfumo wetu wa kutoa kitu kinachoitwa certificate of origin. Yaani ukitaka kuuza kitu chako nje, mahindi, avocado, unataka kupeleka India, unataka kupeleka katika soko labda Canada, ni lazima upate cheti cha uasili inaitwa certificate of origin. Yaani manake hiyo bidhaa imetolewa ama imezalishwa katika nchi ya Tanzania. 1999 Mheshimiwa hayati Benjamin Mkapa aliwapa mandate TCCIA kuissue hiyo certificate of origin. Ukienda global huko inatolewa na TRA. Lakini kwa wakati anabinafsisha na kuiweka nguvu private sector, akawapa mandate ya kutoa hiyo certificate of origin, ambayo hadi sasa hivi tunavyozungumza sisi ndio tunatoa hiyo certificate of origin. Sasa certificate of origin tunaidigitalize sasa hivi ili watu wakitaka kuchukua hiyo certificate sasa hivi wanafanya manual, ila tunakokwenda sasa hivi mwezi mmoja unaokuja tutaifanya itakuwa digital. Maana yake nini? Wafanyabiashara watakapoanza kuexport watakuwa wanapata hiyo certificate of origin online. Nini kinachotakiwa? Wanatakiwa wafanyabiashara wawe na internet, waweze kutumia mobile money, waweze kutumia nini kufanya transaction. Kwa Mixx by Yas nafasi ya pili. Ali, unaniona vizuri? Katika mfumo una membership online pia, lakini una kitu kingine kinaitwa NTBs, non-tariff barriers. Wafanya biashara especially youth and women wanaofanya biashara katika cross borders wanakutana na changamoto. Labda anataka kupeleka mzigo upande huu, amekutana na kikwazo hiki cha kibiashara, au amekutana na tatizo hili. Ili kuweza kuripoti labda hii issue inahusu TRA au kaonewa na polisi au kafanya nini, kuna hizo ndio zinaitwa NTBs. Kuna SMS channel ambayo inatakiwa itumwe ili tupeleke katika hizo mamlaka husika ili waweze kupata solution ya kile alichokiripoti. Kwa hiyo kutakuwa kuna NTBs via internet, via SMS. Mixx by Yas wanaokota tena nafasi nyingine hapa. Pamoja? Haya. Kwa mimi nashukuru kwa kuimarisha mifumo mlionayo Mixx by Yas, na sisi kama nilivyowaambia tuna wanachama nchi nzima karibia 30 na wanaendelea kukua katika maeneo ya kilimo. Wanatakiwa kupata taarifa kama alivyosema mkurugenzi hapa na kutumia internet. Kwa hiyo sisi kama chemba ya wafanyabiashara tunashukuru, lakini pia tunaamini tutapata huduma za kisasa. Tutapata huduma za kisasa kwa maana ya wanachama wetu na hata wasio wanachama.